mtu wako wa karibu ndo anayejua siri zako, au msaidizi wako wa karibu. Ni rahisi hata kukupindua kwa sababu anajua, kwa sababu mtu wa karibu ndio unamshirikisha mambo yako yote, siri zako zote, udhaifu wako anajua, mbinu zako za mshinda anazijua. Kwa hiyo anaweza akatumia mbinu hizo akaongeza na za kwake na akakupindua. Sasa hata kwenye mamlaka ya kifalme, mamlaka ya kiserikali, mtu wa karibu ndio anaweza akawa adui yako mbaya sana, kama ambavyo katika mitume wa Yesu Kristo, mtume aliyekuwa karibu naye sana na alipendwa sana na Yesu alikuwa ni Yuda Iskarioti. Na ndio yule aliyemuuza Yesu. Shanaelewa vizuri. Kwa hiyo unapokuambia Diamond katika wasanii wake wa Wasafi aliyekuwa karibu na yeye, alimshirikisha kila kitu, ni Harmonize. Na ndio maana vita Diamond na Harmonize anaiweza kwa sababu anajia njia zote za nani? Kwa hiyo kwa Konde Gang ukiachilia wakikuwepo kina Country Boy, kina Angelo, kina nani, Ibra ndo msanii wa karibu kwa Harmonize. Chenga. Kwa hiyo anajua kila kitu kuhusu Harmonize. Kwa hiyo hata ukizungumza baada ya ugomvi wao kwamba aliniita chumbani, maana yake alimaanisha alimuita chumbani ampige miti. Yaani ni mambo ya ushoga, kuingiliana kinyume na maumbile. Na aliposema kwamba mbinu zako zimeshindikana. Kwa hiyo kuna vitu vilivyokuwa vinaendelea nyuma ya pazia bila sisi kujua, kwa sababu hatuko Konde Gang. Ila Ibra ndo anaanza kuzungumzia mambo yetu. Shanaelewa kwa na Harmonize kasema, kwa hiyo unaanza kujitangaza kabisa wewe ni shoga. Maana yake wanajua michezo, na hii michezo imeshatapaka sana kwenye music industry. Kuanzia watangazaji, ma DJ, wanamuziki, most of them ni mashoga wengi na wanaongezeka kila siku. Shanaelewa kwenye vyombo vya habari, kwenye muziki wenyewe. Kwa hiyo michezo wanachezeana wao kwa wao. Na ikifika tu unawapiga miti wa mashoga, na wewe mwisho wa siku unaanza kufanya nini? Kupigwa miti. Kwa P Diddy alishafanya wale mambo. Ndio maana kafika P Diddy na yeye hawezi kusaidia mpaka kupiga miti. Sasa sijui Harmonize kama alikuwa anataka na yeye alipize kwa Ibra kumfanyia hivyo vitu. Shaelewa vizuri. So issue iko hivyo, siri zinaanza kuonekana. Kipindi cha nyuma nilikuwa nataja mashoga kwenye vyombo vya habari. Na wengi na mashoga wakawa wanajitetea, wanasema kwamba Duluba anataja mashoga ni kwa sababu anatusingizia, kwa sababu atupigaje nyimbo zake. Kama unavyojua Clouds wapigaje nyimbo zangu, East Africa, EFM, Image kina nini, na mpaka sasa hivi imeshaongezeka Wasafi wapigaje muziki wangu. And I don't care, I'm living my life. Shanaelewa, kwa sababu ni ukweli. Sababu na Mwenyezi Mungu hakuna kinachomchukiza kama ushoga. Ndio maana aliangamiza Sodoma na Gomora. So usipopiga muziki wangu alafu mimi niko upande wa Mwenyezi Mungu, you are nothing. Mimi naelekea peponi. I don't care. Mninyime show zenu si Fiesta, si Festival. I don't care. Lakini mimi nampigania Mwenyezi Mungu na mwakilisha Mwenyezi Mungu. So wamejitetea. Nikamwambia kapimweni, hamna malinda. Nani alienda kupima? Sasa hivi kila kitu kiko wazi. Mpaka makampuni wanaofanya kazi wanasema kabisa bwana, wao ni kweli tunafanya nao kazi, lakini hawa sio kitu. Hawa ni mchicha mwiba, hawa ni mashoga. Kwa hiyo harakati zangu zinaanza kuzaa matunda na kila kitu kinaonekana. Kama mnakumbuka kuna kipindi 2020 kama sikosei, 2021 Chidi Benz alizunguka na Wasafi Festival. Nikaja kukutana naye Morogoro, wakati mimi niko kwenye matibabu. Akaniambia bro, nimezunguka kwenye Wasafi Festival. Yaani hao watoto sasa wanapigana miti wao kwa wao mkiwa hotelini. Kwa hiyo jambo ambalo limekuwa ni normal, ni kitu cha kawaida michezo hiyo. Shanaelewa. Na ndio maana ukanda wa Pwani hivi vitu uweze kuviona kandazi kwa sana. Lakini mikoa ambayo imezungukwa na ukanda wa Pwani, yani kwa maana ya bahari, na kuanzia Tanga, Zanzibar, Dar es Salaam, Mtwara, hicho ni kitu cha kawaida kwa sasa hivi. Maana sasa hivi mashoga anavaa nguo za kike, mikoba ya kike, yanaingia vyo vya kike. Shanaelewa. So ndio tuko hapo. Kwa hiyo Ibra aliposema alitaka kuingiliwa kinyume na maumbile na bosi wake, kamaanisha hivyo. Jaribio ligonga mwamba na akazungumza kwamba ulitaka nimuue mamangu. Maana yake Harmonize alimwambia ukitaka tuwini kwenye muziki, tumtoe kafara mamako. Ibra akafanya nini? Akakataa. Vanessa Mdee alishawahi kujitoa kwenye muziki, alizungumza. Kuna lebo moja siwezi kuitaja, iliniambia ili usaini hapo kisha sasa lazima tukupeleke kwenye kafara kwa waganga kienyeji, ndio sisi muziki wetu unaenda. Kwa hiyo kwenye kafara kuna hayo mambo.
kwamba uingiliwe kinyume cha maumbile au wewe unaingilia watu kinyume cha maumbile. Kwa hiyo unawezesha ile pesa. Kwa hiyo ile rahisi kuwashawishi vijana, uwe na uwezo wa kumuonga kijana gari, kumpangishia nyumba Masaki wa Stabei ndio wanavyotaka. Alafu kwa hiyo kuna matajiri sasa hivi wana pesa hizo za kishetani. Ila kaambiwa usilale na mwanamke wewe ni kupiga miti vijana wa kiume. Na mzigo kweli anao, pesa anayo. Kukupa gari ya milioni 30 ngapi hizi ili mradi atimize hilo sharti aendelee kuwa nini? Kuwa tajiri. Kuna wengine wanataka vyeo. Mshahara wa kisiasa. Wanafanya michezo ya kishetani. Kwa hiyo game iko hapo. Vanessa akakataa, na ndio maana akaacha muziki huko zake Marekani, anafanya shughuli zake zingine, alikataa muziki. Nafikiri Watanzania walishuhudia. So game iko hapo. Kwa hiyo pesa ya shetani ni nyingi sana sasa hivi duniani kuliko ya Mwenyezi Mungu. Sababu pesa ya shetani ni nyingi sana duniani kuliko ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu pesa ya Mwenyezi Mungu alisema asiyefanya kazi na asile. Na kwa nini pesa ya shetani ni nyingi sana sasa hivi duniani imetapakaa? Ni kwa sababu most of people, hasa vijana, hawataki kutoka jasho. Wasichana hawataki kutoka jasho. Kudangia masponsor, kutembea na waume za watu. Shanaelewa vizuri. Vijana wa kiume wenyewe wanataka kuvaa vizuri, wanataka parao vizuri, wanataka wa drive. Kwa hiyo pesa ya shetani, kwa sababu wanaohitaji hiyo pesa ya shetani ni wengi. Wanaohitaji pesa ya Mwenyezi Mungu kutoka jasho ni wachache, nikiwepo mimi mwenyewe. Kwa hiyo ndio maana pesa ya Mwenyezi Mungu ni chache duniani, ya shetani ni nyingi kwa sababu inawahitaji. Ni sasa kwenye biashara. Unapofanya biashara ukiona kuna kitu, au kwenye magari tuseme hapa Dar es Salaam. Magari ambayo ni popular sana ni magari gani? Sio IST. Sio Alfa. Maana yake kwa nini magari ni mengi sana Dar es Salaam? Kwa sababu yana wateja, yana wahitaji. Ukija Bolt, Uber nyingi na IST. Channel taxi na IST. Ndio maana ni popular kazi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo pesa ya shetani ina wahitaji wengi sana kuliko ya Mwenyezi Mungu. Mtoto wa kike wa kiume hataki kusweti. Na pesa ya Mwenyezi Mungu lazima usweti. Okay. Sasa Chinga alienda mbali. Chinga aliandika ujumbe akasema kwamba Harmonize endelea kuwaita hao vijana wa chumbani, ila sio mimi. Alikuwa anamaanisha nini? Wewe mtu mzima ndio anamaanisha kwamba kwa sababu mimi wewe huwezi ukae. Wewe umeshakuja nyumbani kwangu. Nishawahi kukuita chumbani? Na kuuliza wewe, ukishakuja kunifanyia interview mara ngapi bali bichi? Nishawahi kukuita chumbani? Hapana. Si unakomea sebule au barazani? Sasa kwa nini mimi nije kwako uniite chumbani? Tunamwongezea chumbani. Njoo chumbani tuongee. Sebule haipo, baraza halipo. Aishi ni kwamba kuna mambo mengine yanita chumba. Kwani hata kama kuna watu hapo sebuleni hatuwezi kutoka nje tukaongea mpaka uniite chumbani. Kwa hiyo Ibra kaonyesha kwamba Konde Gang wanashiriki mapenzi ya jinsia moja kama ilivyo lebo zingine. Kafara ushetani kama hivyo, tumtoe mama yako tufanye hivyo kama alivyokataa Vanessa Mdee, ndio game iko hivyo. Sababu kumbuka Kanye West alishawahi kusema, alishasa sana lebo. Ikifika Vita Center anatoa albamu yake, wasanii wote wa G-Unit wana support. Ikiwepo wale mabosi wake wakina Eminem, wakina Dr. Dre, wana support mpaka albamu yake iuze. Ikifika album anatoa Young Buck, wote wana push. Ikifika hatua anatoa Lord Banks, wana push. Ikifika hatua anatoa album Eminem, wana push wote, wengine watu wanatulia. Ikifika hatua ukiona upande hata wakina Jay-Z, P Diddy na Rick Ross, wakina Meek Mill, wale ni timu moja. Inapotoka album ya Meek Mill wote wana push mpaka anamaliza biashara yake. Akitoka Rick Ross wana push. Akija Jay-Z wana push. Ndio music industry. Wewe uwezi leo. Angalia Wasafi, huyu akitoa nyimbo wanavyo push wote. Supporting. Shanera. Sasa wewe uweze ukatoa ndio maana Ibra ni msanii mwenye kipaji kikubwa. Mwandishi mzuri, lakini hapromotiwi katika kiwango kinachotakiwa kwa sababu hawezi kutoa nyimbo Jumatatu na wewe Harmonize ukatoa, kwa sababu attention ya watu wote itakuwa kwako Harmonize. Kwa hiyo dogo anachosema, anachodemand atoke, yuko sahihi. Amachia atoke. Na pia Harmonize namuona kama kichaa. Uwezo ukamwambia Ibra akulipe bilioni 1. Huyo Ibra hata milioni 100 hana. Sana Ibra alipo bado anadaiwa na Konde Gang. Sasa atatoa wapi hiyo pesa? Kama mamake mzazi kalazwa kafanywa operation ya titi kama milioni 35.
umeshindwa hata kumchangia. Mama mwenzako ni mamako pia. Baba mwenzako ni mtoto wa mwenzako ni mtoto wako. Sasa kama ndio maana Watanzania wamekerwa sana hicho, baada ya Ibra kusema mamangu amelazwa, hata pesa mlionichangia ili nimlipe Harmonize nitoke ni kidogo, lakini hiyo nimelipia matibabu ya nani? Ya mamangu. Sasa kama wewe Ibra unasema kwenye vyombo vya habari ni mdogo wako, mama yake kalazwa anafanywa operation, hujachangia hata shilingi 10, alafu leo unakuja unamchangia 100,000, yaani kama unaleta show off, una akili vizuri. Shana una akili. Kama mko familia moja, tatizo la mwenzako ni tatizo lako pia. Shana vizuri. Kwa hiyo ndio maana Ibra kaamua kutoka. Mimi natoa ushauri wa Harmonize, amrelease aondoke. Chinga aondoke. Aondoka katafute changamoto sehemu nyingine. Kama alipoondoka kina Country Boy, aondoka kina Angela Wachi. Shana ndio game iko hapo. Hiyo bilioni 1 unapomwona Chinga, Watanzania watafanikiwa kweli kufikisha bilioni 1 alipe kama? Hawezi, hata watu sikaomba mchango haijafika hata hiyo hela, kapata tu hela kumlipia mamake matibabu. Kwa hiyo maana kama kamlipia matibabu ya mamake, maana yake hana hata 100 ya bilioni 1. Amwachie, hana hiyo pesa. Na ninachojua Ibra mpaka alipo bado anadaiwa na Konde, kwa sababu kwa maana gani anadaiwa? Hawa wasanii wanachokosea. Mfano mimi alifuate mtu mwenye lebo. Sawa. Au Wasafi alifuata watu wataka kumkimaza tuseme mkataba na hivi. Mimi siwezi kuomba pakukaa au pakukani na. Siwezi kuomba mavazi nayo. Sasa tutaanzia kwenye mkataba, bwana mimi nachukua 50%, nyinyi lebo 50%. Sawa sawa. Lakini sasa wasanii